Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunakujuza mengi ambayo yanajiri duniani, lakini ni kuhusu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye anadai kwamba Marekani sasa ni kama vile inaisaidia Urusi kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine, na ni baada ya kombora ambalo linadaiwa kuua raia 12 huko Kiev, ambalo kwa mujibu wa Zelensky anadai kwamba vifaa vyake vilitengenezwa na makampuni ya Marekani ambayo yanatengeneza silaha. Rais huyo wa Ukraine kama vile anamaanisha sasa ni wazi Marekani inashirikiana na Urusi katika kuifanyia mashambulizi, na ni baada ya kushambuliwa mnamo mapema wiki hii ambapo watu 12 wameuawa. Rais huyo amedai kuwa vifaa vilivyotengenezwa na makampuni ya Marekani vilipatikana kwenye kombora lililotumiwa kushambulia mji mkuu wa nchi hiyo Kiev mapema wiki hii na kuua watu hao 12. Kombora ambalo liliua raia Kiev lilikuwa na vifaa visivyopungua 116 kutoka nchi zingine, na vingi vyao kwa makisio vilitengenezwa na makampuni ya Marekani. Shambulizi la kombora lililofanywa siku ya Alhamisi na jeshi la Russia katika mji mkuu wa Ukraine Kiev limeua watu 12 na kuwajeruhi wengine 90, huku Ukraine ikidai kuwa kombora lililotumika katika shambulio hilo lilikuwa ni la Korea ya Kaskazini, lakini kombora hilo lilikuwa limebeba vifaa vingi ambavyo vimetoka nchini Marekani. Hata hivyo, si maafisa wa Urusi wala Korea Kaskazini ambao wametoa maoni juu ya suala hilo. Rais huyo wa Ukraine ameendelea kueleza uchunguzi wa taarifa za kina kuhusu kombora hilo ungali unaendelea. Hata hivyo, tayari imeshabainika kwamba lilikuwa ni kombora la balistiki la Korea ya Kaskazini ambalo kimsingi lilikuwa na vifaa vingi ambavyo vimetoka nchini Marekani, huku akisema kwamba hizi ni hujuma ambazo Marekani imezianzisha dhidi ya Ukraine. Rais huyo katika miezi hivi karibuni amekuwa akitoa hujuma na ripoti juu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini, lakini pia dhidi ya Marekani kwamba ni kama vile hawana mpango na kuisaidia Ukraine, lakini akimuomba wakati huo rais wa Marekani bwana Trump kwamba lazima aisaidie Ukraine kama ambavyo anaisaidia Israel, na hapo ndipo ambapo ataweza kupambana vema na Urusi. Wanajeshi wa Korea Kaskazini walipigana dhidi ya Ukraine katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na eneo la Kursk, ambapo Korea Kaskazini imetoa msaada mkubwa katika kuikomboa Kursk, moja kati ya mikoa iliyoko mpakani ya Urusi. Zelensky ameongeza kuwa shughuli za utafutaji na uokoaji manusura zilimalizika siku ya Jumamosi, na kwamba zaidi ya watu 30 wangali wamelazwa hospitalini, ikiwa ni pamoja na wale waliojeruhiwa vibaya sana. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii.